wengi tena wa Mwanza hapa Nyamagana wamechukua fedha zaidi ya shilingi bilioni 3 hawajulikani walipo. Menelewa, ndio tunawatetea vijana wetu hawajulikani. Ndio maana safari Mheshimiwa Rais kwa kutambua changamoto hiyo akasema hata utoaji wa mikopo hii sasa hivi atoi mtu mmoja. Maana zamani alikuwa ni bibi maendeleo ya jamii, alikuwa anaweza akakaa chini akawatafuta vijana, hata ikitokea bahati mbaya akaweka ndugu zake au akajiweka yeye mwenyewe, hakuna aliyekuwa anajua. Lakini Mheshimiwa Rais akasema safari hii ili mtu apate mkopo lazima tumtambue ni nani na kama kweli ni mhitaji. Kwa sababu mtu mwenye uhitaji hawezi kukimbia na fedha, uongo kweli? Kwa hiyo sasa hivi ameelekeza ili tukutambue kama wewe ni kijana Igoma na unazo sifa za kupewa mkopo, na ukiupata huo mkopo utaufanyia kazi, atakaye kutambua wa kwanza ni mwenyekiti wa mtaa. Kwa yale maombi yenu yatapitia kwa mwenyekiti wa mtaa. Hata kusajili kikundi, kujua kama sio kikundi hewa, mwenyekiti wa mtaa. Hata kuingia kwenye mfumo, mwenyekiti wa mtaa. Ndiye atakayesema vijana hao wa Igoma ninavyoona hawa 6 ni kweli wako tayari kujikomboa katika umaskini. Mwenyekiti wa mtaa ndiye atakayesema. Akimaliza mwenyekiti wa mtaa atapeleka kwenye kamati ya mikopo ya kata. Kamati ya mikopo ya kata, mwenyekiti wake ni mtendaji wa kata huyo, ambaye tayari mwenyekiti keshamtambulisha kwamba vijana hawa ndio vijana wangu. Maana akishamjulisha kwamba ni vijana salama, mtendaji wa mtaa na kamati yake wanakaa. Yeye ni mwenyekiti na katibu wako ni afisa maendeleo ya jamii. Mle ndani kuna polisi kata, mle ndani kuna afisa elimu kata, kuna kila mtaalamu yuko mle ndani. Wale kazi yao ni kuchambua na kujiridhisha kwamba hivi hawa vijana wanaopewa fedha ni kweli wapo na wanaweza kufanya hizo shughuli, wako tayari na wako serious kabisa, sio vijana wauni watapeli hawa. Wakijisha kwamba kweli mko serious kufanya biashara, wanawapitishia. Wakisha wapitishia, mapendekezo yanakwenda wilayani kwa bibi maendeleo kwa maendeleo ya wilaya. Maendeleo ya wilaya akipata naye anachambua na wenzake wachache. Akikamilisha, kuna kikao cha kamati ya utendaji kinachoongozwa na mkurugenzi. Mkurugenzi anapokea mapendekezo yaliyotoka kwenye kata Igoma, wanachambua viliomba vikundi 20 vipi vina sifa, na hawaangalii tu makaratasi, wanakuja na kukagua, na Mheshimiwa Rais ameshalegeza masharti. Kwa majina naitwa Daniel Ngolo Lucas, ni mkazi wa Nyamagana. Changamoto ya ajira, mfano kama mimi taaluma yangu nimesomea welding fabrications, mambo ya uchomeleaji welder, lakini kuna kipindi tulikuwa tukijiunga katika vikundi, tulikuwa tukipeleka form zetu na procedure zote tunafanya kwenye mambo ya kupata fedha na kuendelea kujikimu na kuendeleza shughuli zetu za kila siku. Lakini ilifikia mahala tukawa kama makundi mawili. Kuna kundi lingine lilikutwa ina maana halina elimu ya uraia, uzalendo ule haupo. Mtu hana hata kile kipande cha labda ametoka JKT, ana elimu ya uraia, ana elimu ya uzalendo. Kwa hiyo wakati mwingine kipaumbele kilikuwa kinatoka hasa kwa watu walioenda JKT, kwa sababu wakiamini kwamba mtu ameenda labda pengine amepata elimu ya uzalendo, hawezi akamtukana kiongozi. Amepata elimu ya uzalendo, hawezi akakopeshwa hela akapotea na hela. Hawezi akachukua hela akashindwa kurudisha hela. Kwa hiyo na maana lazima kutakuwa na elimu ya uzalendo aliyoipata kwa nchi yake, kwa kuheshimu viongozi, kwa kuheshimu hata kazi yake anayoifanya. Kwa hiyo na maana sasa sisi kwa upande wetu ikawa ni ngumu, ikatuwa ni vigumu. Kwa hiyo ndio maana sasa sisi tukawa tunamfuata mkuu wa wilaya, na wakati mwingine tunampigia simu, inakuwa busy simu yake. Lakini mwisho wa siku tukagundua kwamba kumbe kuna haja sasa ya kupata mafunzo ya elimu ya uraia, elimu ya uzalendo, kuheshimu viongozi, lakini pia na kuheshimu kile ambacho tunataka kukikopa kule kwa ajili ya kuendelezea shughuli zetu za kila siku. Tukipata tuweze kurudisha. Kwa hiyo wakati mwingine mimi kama kijana ilifikia mahala nikakwama, kwa sababu wakati mwingine unaungana nao ili ukaweza kupata mkopo, wakati mwingine unakuta hata wao wanaparaganyika, hawaeleweki. Mtu unakutana kijiweni, lakini anapolala hujui. Mimi nina familia, nimeoa na watoto, niko kwangu nimejenga, lakini nafikia mahala inakuwa ni ngumu hata mimi mwenyewe kwenda peke yangu, inatakiwa niwe na kwenye kikundi. Kwa hiyo labda kama tutaaminiwa kwa mtu mmoja, personality,
iwe kama personal issue, kama mimi na shida yangu ninaenda, labda haweza, kama nina hati ya kiwanja ninaenda ili niweze kupatiwa nini, mkopo kwa ajili ya kuendeleza biashara zangu. Kwa hiyo wakati mwingine sasa, ushauri wangu kwa viongozi, wakati mwingine hata hivi vikundi wanavyovitaka, sisi tunapojiorganize tunajuana, lakini wakati mwingine unayejuana naye huyo wakati mwingine pengine anaweza kukuangusha. Kwa hiyo tunashindwa hata sisi kwa sisi kufanyaje, kuaminiana. Kina mama wote unaowaona wanapangana barabarani pote, mara nyingi wanaenda kukopa kwenye mikopo ya mikopo umiza. Ndio hicho kinachowatia hasira wananchi. Unaona bwana? Kwa maana hiyo, ila mikopo umiza ile, unapoenda kukopa, yani inatakiwa kila siku urejeshe hela. Na ndio maana unajikuta katika mzunguko wa Watanzania wengi, hata yale mahaba na familia zao yameshashuka. Unaona, ukienda sasa hivi mahospitalini unakuta wanawake waliozaa, kwa mfano kama leo, hawafiki hata 20, hata pale hospitali ya Igoma pale hawafiki 20, kwa sababu mtu raia wa Tanzania wote sasa hivi wamejaa stress, ugumu wa maisha na hii mikopo. Wewe utapataje furaha ya ndoa yako au furaha ya wanao huku nadaiwa saa 10 upeleke hela ya mkopo? Haingii akilini. Kwa maana hiyo serikali kama sasa hivi imetengeneza wizara maalum ya vijana kuzungumza kero zao. Kwa maana hiyo ndio kinachotakiwa ishuke sasa chini, waelimisha hawa vijana. Ikiwaelimisha hawa vijana watajua kumbe tukianza hapa tunapata hivi. Kwa mfano kama sasa hivi mnajiunga 5, 10, mnaangalia mradi wenu, wanakuja wanawakagua, wanawapeni hela, unaona, mnafanya biashara, mnafanya nini. Hiyo ndio inavyotakiwa, kuliko kuwa tunasikia tu kwenye vyombo vya habari kwenye ajira. Nikija kwenye swala la ajira, kwenye swala la ajira na lenyewe liko sehemu kama mbili. Unaona, sehemu ya kwanza watu wanasikiaga tu ajira kwamba kuna ajira 1, 2, 3, kumbe tayari zile ajira zimeshachukuliwa na watu wale, familia zile, koo zile. Kwa hiyo swala la ajira, kwa mfano kama polisi, jeshi, inatakiwa zile ajira zikifika ule muda wanashuka chini kata hadi kata. Kama kuna ajira kidogo kwenye kata kama ya Igoma hivi, wanachukuliwa vijana hata 5. Kidogo serikali itapunguza hiyo munkari ya kuwa wanajamu watu kwamba wanasoma kazi hawapati na nini. Zile ajira zinakuwa zinaishia juu kwa juu, hazifiki huku chini. Linafika tangazo tu huku, lakini ajira imeshafanyaje, watu wameshaenda. Kwa maana hiyo serikali mimi naishukuru sana. Huu mpango waliouanzisha wa kuzungumza na wananchi, ni mpango mzuri, lakini usiwe wa siku moja tu, uwe endelevu, kuwatembelea watu, kuwasikiliza na kuwafafanulia kwamba unatakiwa upite njia hii, utokee hii, maisha mengine yaendelee.